Naam, asante sana. Hii ni Tanganyika FM. Jina langu ni Teomari Makilele Uzele. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Katika taarifa zetu hizi, tuanzie katika mji wa Baraka, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wanawake pamoja na wanaume wameonekana kutembea uchi mchana wa siku ya kwanza ya wiki tunayo ya tarehe 24 Machi 2025 ndani ya mji wa Baraka. Jambo hilo limeonekana pia kupokelewa kwa baridi sana nao wakahaji wa mji huu unapolinganisha mila na desturi za eneo hili. Yote yameanzia maeneo ya Mwemezi ambako wanawake wenye umri wa kusonga pamoja na wanaume wametembea uchi ndani ya mji wa Baraka, ambako sababu ya hali hiyo ilikuwa kuja kumpa kamanda Amuri William ya Kutumba uwezo wa kuwa rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo raia hao wameeleza mbele ya meya wa mji wa Baraka. Meya huyo hapa, tumsikilize. Watu walitupigia simu kwenye ofisi. Eti kuna watu ambao wanatoka Kalunja wanakuja ngambo za Bomani. Tulipima kuzuia, umati ulikuwa mkubwa sana. Ikaona tuwaelekeze hawa watu. Tunaona watu wanamke 3 na mwanaume 1 na wote wanatoka katika mwingine ya Matongo. Wako utupu. Mila na desturi zetu haziruhusu kitu kama hiki. Na tangu watu wamezaliwa miaka, hatujaona kabila ya Wabembe, wote ni Wabembe. Hatujaona kabila ya Mbembe anatembea utupu muwatu mujamii. Imetushangaza, na kwa sababu inaomba tuelewe zaidi ni nini. Kwa kuwasikiliza wanasema tu eti Mungu wao wa mababu ndo amewaambia watembee hivyo, kwani wanakuja kupatia Wakongomani Kongo uhuru na Kongo mamlaka, na wanakuja kuleta kama ni kilemba, ni habari ya kusema ya Kutumba kamate wazifa. Ni vile Mungu wao aliwaambia kule milima. Mungu wao akawaambia waache vitu yote, viatu nini vyote waache. Aibu ni kubwa kwa sababu hata watoto wao walikuja wanashindikiza kwenye msafara. Hivi hapa tulipo ambao serikali inawaterekeza nafasi fulani, na watoto wao na wajukuu wao wote wanawasindikiza kwa msafara, wanakuja kuangalia eti kama watafanywa namna gani. Ni mambo ya aibu tumeyaona, na tujakuwa na neno la kusema. Watulie kwanza hapo ambao wapo, mwingine na serikali tutaangalia baadaye ni nini ya kuwahifadhi au ni nini ya kufanya. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kamati ya vijana wa chama cha kisiasa UDPS Fizi Baraka wameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kuwachukulia hatua viongozi wote wa mji na tarafa waliokimbia nyadhifa zao kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaosababisha makabiliano makali kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 na usopotiwa mkono na nchi ya Rwanda. Katika mazungumzo na Tanganyika FM, Bwana Shiko Aabwe Andre Drasa, mwenyekiti wa kamati ya vijana wa chama hicho cha UDPS tarafani Fizi na mji wa Baraka, ametoa hapa sababu zilizopelekea kuandika barua hiyo ya malalamiko. Nihakikishe kwamba deklarasyon yenyewe iliweza kutoka tarehe 22 mwezi huu mwaka huu tunao. Ni kwamba kama watu wote wanavyojua, tunapita muda wa vita, muda ambapo watu wanahitaji kuweza kusindikizwa na wakuu viongozi. Ndio maana sisi tuliweza kufanya evaluation ya vitu vyenye vilipitikana, tukakuwa desi na kuona wakubwa wa serikali wamoja kama vile meya wa jiji ya Baraka na hata vitengo vingine waliweza kuondoka wakati population ilikuwa na psikoze ya mingi. Askari jeshi wa kutoka Uvira na wengine wa kutoka Bukavu wanakuja huku, hivyo ikaacha watu wengi kuwa na wasiwasi, na hata wamoja waliweza kukimbia kwa sababu waliona viongozi wanakimbia. Na ndio maana sisi tukasema ile kukimbia sisi tuliona kama ni kwenda pamoja na maadui, kwa sababu utaona mkuu wa hapa Baraka alikimbia, wa Uvira akakimbia, na swali ambapo sisi tunajiuliza ni je, waliweza kujibiana na waliweza kuridhisha mkuu kiongozi wao
au mentor wao ambao waliweza kuwasaidia kuwa hapo. Na ndio maana sisi tumesema ni vizuri serikali na chama chetu kikiwa Kinshasa ijue kipi kinaendelea hapa na watusaidie kuweza kuita wale watu wote ambao walikimbia ili waweze kusamba kama vile majenero waliokimbia kutoka Goma na Bukavu ambao wanaendelea kusamba na ambao wanafungwa huko Kinshasa. Hiyo yatendeke popote ambapo yalikuwa, kwa sababu kuna hata kibarua cha waziri wa mambo ya ndani Kinshasa ambacho aliomba magavana wasiwezi kuondoka. Nitakuambia kama sisi tuliweza kufanya hivyo na ikaruhusu akawarudisha na wakaweza kuinstale ile guvernora pa Uvira. Ndio maana tumefanya hiyo declaration na kuweza kuomba remplacement yabo paske walimekimbia batakuwa wakati ya furaha na wakati ya matatizo akakimbia raia. Mwishowe Shiko Abwe Andre Drasa ameshukuru viongozi waliobaki wakiwemo meya makamu wa mji wa Baraka na Uvira. Mkuu wa vile yeye ndo anasimamia conseil de sécurité na ni shauri ya usalama. Sasa kama kuna matatizo yoyote yeye anajua tunaweza tukafanya nini. Anaita wakuu wa jeshi, wa askari polisi, watu wa ujasusi, watu wa uhamiaji, wanaikaa pamoja na anawapa mitindo tutafanya kitu gani. Lakini wakati yeye anapokimbia, na ndio maana ulisikia masasi ni nyingi hapa, watu hawajui tunaenda wapi, kwa sababu kulikuwa kuna kiongozi mambo alikuwa juu, na ndio maana katika declaration yetu tumepongeza sana meya wa jiji ya Uvira na meya wa jiji ya Baraka makamu, mimi nasema makamu, ambao waliweza kabisa kuhakikisha wapo hapa na wanatumika ile kazi vilivyo. Lakini sisi tukaendelea kuomba wale ambao walikimbia washikwe kama vile majenero walivyoshikwa, kama vile gavana makamu wa Kivu ya Kaskazini alishikwa ili waweze wakasamba. Na ndio maana tumeomba wazalendo na tukaomba askari jeshi na kitengo cha ujasusi, wale watu wakija wawashughulikie watuambie nini walipokuwa nakimbia, kwa sababu ni kama waliambiwa, na kwa nini wote wakutane kwenye jiji moja au nchi moja. Mimi nawaza hiyo ndo iliweza kusababisha na ndo iliyotupelekea kuomba hivyo. Tujelekeze huko Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha Jumapili iliyopita na siku ya kwanza hii. Hivyo ni baada ya makundi mawili ya kizalendo kupigana ndani ya kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta hiyo. Madhara ya vitu yameripotiwa katika vurugu hiyo, zimesema duru zetu za mahali. Kwa Kisami Amimu Kortikole, mwanaharakati wa shirika la raia tarafani Fizi pa Mboko, ameanza hapa kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Kwa kweli hali ya usalama kijijini Mboko na vijiji jirani sio ya kuridhisha. Hali ilianza kuharibika mwendo wa saa 7 saa 8 hivi, wakati wazalendo wasiopita 9 wa kundi la mamadu kutoka pale Katungulu mtoto wako anaweza kufanya nini kama unamwambia huko Mlozi? Kwa lengo la kufanya Mlozi yako anafanya vitu vya maana, sababu tuamue kutoka katika utumwa bwenye bazungu walituingiza hapo. Wazalendo wa hapa Mboko, mtu Mwafrika akionekana buchi, akionekana yuko buchi kwao anaitwa yuko msazi ama Mlozi. Mzungu akionekana buchi kwao kwa wanajeshi anasema ni maendeleo. Ulishaona ile bujanja ya namna gani? Si ndio ile bujanja ya maadisi ya wazee yetu wena Songora hivi. Na kwa wakuu viongozi wenu na sisi ambao tuko hapa wenye eneo letu na wakuu viongozi wa serikali kwa ngambo za kiraia. Kwa hiyo hairuhusiwi nyinyi kutenire ile mpinge ipate ukombozi kupitia mikono ya wale ambao waanze purukushana kwanza ngumi kuliko kwenda na mtumwa mwenye kula kidogo. Wakati na ngumi wale zilianza kurushwa utumwa ni raia walio wengi walianza kukimbia. Wote wakiangaika ifahamike kwamba siku ya Mungu kifo na siku ya soko kuu hapa kwetu Mboko na sekta ya Tanganyika kwa ujumla. Na walipomaliza komba ya mangumi kwa waskari, ngumi ni kama tucha. Tulichokitegemea ni masasi, na kweli masasi yalianza. Mababu zenu waliokufa zitainuka zipigane pamoja na nyinyi, hamtakufa. Vita vinavyobakia hapa ni vita vya tatu vya mpaka Ilila. Na mzungu anavijua kupoteza mali
Na hivyo vita vitapiganiwa wapi? Vitapiganiwa Kongo. Vitaanza mtarafa ya Fizi. Hata hivyo, Sami Amimu Kortifol, mwanaharakati wa shirika la raia tarafani Fizi, ameeleza kuwa harakati zote zinaonekana kuzorota tena siku ya kwanza ya wiki tunayo katika kijiji hicho cha Mboko, sekta ya Tanganyika tarafani ya watu wanasema juu ya nini Bitakwira anasema hiki na hiki. Bitakwira asikuye vunja watu moyo. Bitakwira asikuye nivunja moyo. Baharini, sokoni, wanafunzi na walimu wakielekeza mashuleni. Makabila yote ya Kongo, plupart ya makabila ya mingi tulishapigana nayo sie babembe. Na kuambia watu hakuna kabila hata moja yenye iko mu territoire na wanafunzi watolewe kwenye mashule sababu hali si nzuri. Tunasikia kwamba kuna kundi la wazalendo ambalo linatoka maeneo ya Lweba linakuja kufanya represailles. Tulikuwa tunawania na babembe. Babuyu tulipigana nabo tukawapiga. Activities ziko ikaonekana aseme bale watu tunawania nabo tuache vita. Kile ambacho kinaweza kutokea mpaka leo tuko katika ushirikiano mzuri. Kuko deja tension. Babuyu ni bandugu yetu, tuko nabo kiumoja. Hawa wazalendo ambao wanabaki tulipiganaka na Baluba tulibapiga. Na wale ambao tunaambiliwa kwamba tulipiganaka na Bakalanga tulibapiga. Tulipiganaka na Bambote tulibapiga. Na leo tuko katika ushirikiano mzuri sababu tunawania nabo. Kijiji cha Mboko na kando kando na vijiji mbalimbali vya sekta Tanganyika, tulipiganaka na Bakusu tulibapiga. Sio ya kuridhisha, sio ya kuridhisha. Kabila nyatu yapiganaka nayo tu. Sisi kama vile mashirika za kiraia ndani ya tarafa la Fizi, Bafulero tu ndo kabila nyatu yapiganaka nayo. Na hata washike silaha tunaweza pigana nao tukawapiga haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo makabila yote yenyewe naweza simama ipigane na sisi tunaweza kuipiga. Raia walio wengi Kenya tunaweza hitaji kusema ni hiki kama ushauri wa makabila yote kwenye nchi za tuungane kimoja kama vile gisi nani Eliazer Tambwe Mwamba gisi iko nasema kila mara bunduki kila mara risasi kila mara wanapigana wao katika kila mara masasi napigwa bila sababu yeyote and desordre. Kwa hiyo wazee wa Kibembe, wanawake wa Kibembe, wanaume wa Kibembe, tujelekeze sasa huko Bukavu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini ni kwamba aliyekuwa mbunge wa mkoa Dr. Omer Bulakari ametaja kukemea kwa hali ya juu zaidi vitendo vya raia kuchukulia sheria mkononi na mpaka wa moja kuanza kuchoma nyama za wengine na kula. Huyu ameonyesha kuwa Bukavu inaweza kubaki na historia mbaya kwa vizazi vijavyo ikiwa vitendo hivyo havitokomeshwa. Kwa mujibu wake, mwananchi huyo ameanza kwanza kutoa pole kwa raia wa Bukavu juu ya vitendo vya uporaji vinavyoripotiwa mjini Bukavu nao majambazi. Omer Bulakari amezungumza na Tanganyika FM. Mungu sio kipofu mpaka akose kuona. Mfunguke macho yenye vipofu. Fungueni macho, sisi vipofu tufunguke macho. Na mauaji mbalimbali. Napenda kusema kwa Wahutu mzima en general. Wahutu wenye kuwa Burundi wanajua hii historia vizuri. Kwa hiyo natoa pole. Historia ya Gautu Remi. Na wahimiza Gautu Remi alikuwa ni mtu wa kwanza kuamua kufanya vita dhidi ya Wahutu waweze kujitawala. Na makovu. Wahutu wengine wote walikuwa wako kimya, lakini Gautu Remi aliingia mpori na kwenda kuunda vijana sababu ya kupiganisha ukombozi wa Burundi. Mtusi ndo mwenye alikuwa juu ya makabila yote. Mtusi ndo mwenye alikuwa juu ya Wahutu. Wa kusukula masani ni Wahutu, wa kusafisha mawese ni Wahutu, wakulima ni Wahutu, wa kufanya hiki ni Wahutu, mavuno mazuri wenye kula ni Watusi. Lakini kuna siku Gautu Remi aliamua kuanzisha vita ya kwanza Buyenzi. Ndo kwenye kulianza fanywa siasa ya kwanza. Kifaransa cannibalisme ama kula nyama. Kirama ikasimama wakaamua wote kuamua kufanya vita. Na uizi na mauaji ambayo yanafanyika. Mpaka walipokuja kusimamisha tafadhali mkombozi wao tusifanye mambo ambayo tutajuta miaka mingi hata na uzao wetu utajuta. Na nguvu za kutawala za dadae zilitoka Kongo. Ndio sababu mnaona kugrapo yake kuko nani kuko ndege. Hata wanyama fulani hawawezi kula nyama ya wenzao. Umbwa baliweka ndege kule kudrapo ya kuku kokoriko. Simba.
Kwa nini binadamu waweze kuikilia watu wote banalamuka ndo mwenye mko maisha? Mwishowe Omer Bulakari amehomba kwa rahia kupunguza jazba na kukomesha vitendo hivyo vya watu kula nyama za watu juu ya huzuni mwingi. Omer Bulakari, tumsikilize mara tena, arejea hapa. Ndio uchungu ni mwingi, kolera iko mingi, ujitayarishe usiku sababu ya mambo ya wizi na ya mambo yote mabaya ambayo yanafanyika. Tunaikondani sana, lakini tusiweze kukorije na mpaka leo njia yote kulikuwa kungali kati ya barabara ambaye alienda ndani ya nyumba ile anani na yule ambaye alimuua na kakula nyama yake. Ni nani alifanya kosa zaidi? Kama sikudanganyika, yote ilikuwa na damu, watu wanauawa Septemba. Kuna mambo ambayo tutazungumza baadaye, sababu sio hali ya kawaida mtu kula nyama watu ya walikufa imoya ya ajabu. Sio kawaida mtu ambaye angali na anakuja kubeba tena madaraka kutoka mikono ya watu. Kusema kuna kuwa shida mahali fulani. Na mwisho wakaandika aseme hiki kilituwaka hatutakiachaka. Na kuwasihi sote kama mtaamua kufanya maamuzi wa utu na hali hii ya mauaji na akili yenu kama inaingia mapua haikuingia mrezonma yenu interne ya cerveau moteur zaidi sana mambo ya kula nyama. Usizanie kama unajiunga na mtusi aseme mtusi atakusupport, mwisho wa safari utaenda kufa tu, atakuua upende utakufa, waje kusema utakufa. Hata ndani ya mara ngapi hata ukipewa pesa zitakufanya nini? Unaweza kuwa na pesa na wewe unakosa amani, unaweza kuwa na pesa na maisha yako yanahangaika. Tunakutana kama kwa hiyo kenye nitapenda kuambia wautu msimame, wautu wa generale, wautu wa Kilembe, wautu wa Kifulero, wautu wa Kinyarwanda, wautu wa Kirega, wautu wa Inindu, wautu wale ambao wanaongoza. Sisi sote tunakuaga tunaowania. Ingalikuwa heri hawa watusi wanakatalaka kuoana na sisi. Mnajua sababu ni nini? La justice populaire. Watusi wanakatala kuoana na sisi. Mnajua sababu ni nini? Sababu ya mtusi kukatala kuoania na sisi ni hiki kitu kimoja tu. Na haitakuwa hatukwaki tunachangia mwanamke. Tujelekeze na huko katika jimbo la Tanganyika hapa Kalemi ni kwamba mtu mmoja ameuawa kwa kuchomwa moto na watu wenye hasira kali usiku wa siku ya Jumapili ya tarehe 23 Machi 2025 katika tarafa la Lukuga mjini Kalemi jimboni Tanganyika. Taarifa tunazo ni kwamba sababu ya mtu huo kuuawa kwa kuchomwa moto ni kwa kushakiwa kwa tuhuma za wizi. Mkuu wa manispaa hiyo amesema kulahani vikali vitendo vya watu kujichukulia sheria mkononi ambavyo virusi na serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wautu wa Rozi na wautu wa Shikasilaha kama hamtaungana kufanya kimoja ili muweze kujikomboa katika utumwa wa akili, kisha Mwenyezi Mungu atamibariki katika maamuzi yenu. Mungu hatumiki na watu wajinga. Mungu anatumika na watu wenye nguvu watariti ardhi. Na Mungu aliweka mabaka katika kila ardhi ya kila watu. Hata pale Rwanda sio kwa Wanyarwanda, sio pahali kwa Wanyarwanda. Wanyarwanda kwao ni kudezedi sana kwao nchi au ilipewa na hata pale Ethiopia sio kwao, ni kuwakushi. Wakushi sio Watusi, ni Wahutu. Muamke nyinyi wa Afrika. Kwa sababu gani akili zinarama? Sisi tunaishi munanimu, tunaishi mu diaspora damu ya mingi, lakini akili zetu zinaendelea kuwa katika utumwa vile vile. Kwa hiyo Wahutu muamke, Warozi Wahutu muamke, wafanya siasa Wahutu muamke, washika silaha Wahutu muamke. Kila mtu ni wa maana mbele ya ndugu yake. Na habari zetu hizi zitajelekeza huko Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, ni kwamba hali ya usalama yaendelea kuwa ya heka katika mji wa Lubitu jimboni Maniema, ambako yapata sasa siku 3 maeneo hayo hakuna kazi yoyote inayoendeshwa. Hivyo ni kutokana na kuonekana askari jeshi wa taifa FARDC pamoja na polisi kukimbia katika mji jirani wa Walikale kisha waasi wa M23 kuteka mji huo. Shirika la raia katika mji wa Lubitu waomba serikali ya jimbo la Maniema kufanya nguvu ili kukomesha hali hiyo, ambako wasiwasi mwingi wazidi kutanda baadhi ya raia, ambako mji huo wa Lubitu unapokea wahamiaji wa ndani kutoka katika mji wa Walikale.
Huyu hapa ni mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia maeneo hayo, amezungumza na Tanganyika FM. Tupokea wakimbizi kutoka mtaa jirani ya Walikale kufuatana na traizo aliyofanya generali anayoitwa jina ya Kabidon. Tuliwahi kuona katika eneo za mtaa Luhutu wa askari jeshi, polisi pamoja na wasivili wote wakikamata mbio kutoka Walikale kujielekeza Punya, Kisangana, wengine kubaki katika eneo za mtaa Lubutu, tendo ambalo liweza kuonesha kukimbia pia kwa population za mtaa Lubutu, kila ule na njia zake, na kila ule alitoa njia ya Basayo, Babulia, Babutugani na wengine kujielekeza hata Kisangani. Somo, butike, soko zote zimebaki zimefungwa leo siku 3. Na imeonekana katika eneo za mtaa transport wa commun, produit ya première nécessité na machakula fulani zote zimepanda bei katika siku hizi. Kufuatana na raporo ya Direction Generale de Migration antenne ya Oso, imeonekana watu 137,600 wamekwisha kutoka katika jimbo jirani ya Nord Kivu na wakiingia ndani ya Manyema Chopo. Na ndani ya watu hawa imeonekana wale wanaokuwa wakimbizi katika mtaa wa Lubutu watu 16,400 ambao wanapatikana ndani, wanawake 922 na wanaume 6,378. Kwa hiyo shirika la raia ya mtaa wa Lubutu inalalamika. Tumalizie habari zetu za siku ya leo tukijelekeza huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo. Ni kwamba wiki ijayo mazoezi ya kiaskari yataanzishwa kwa wale wanaotaka kupigania nchi katika maeneo ya Nyakale ndani ya tarafa ya Beni jimboni Kivu Kaskazini. Ndivyo amesema Luteni Generali Eradi Yaya Benjamin katika mji wa Butembo. Huyu ameomba vijana wa mji wa Butembo kujiunga na jeshi la wazalendo maeneo hayo ili wote kwa pamoja waweze kufaidika na mafunzo hayo ambayo yatadumu muda wa siku 40. Huyu ameongeza kuwa vijana wanaotakiwa kwenye mafunzo hayo ni wale ambao wametimiza umri wa miaka 18 na zaidi. Huyu hapa tumsikilize Luteni Jemedari Heradi Yaya Benjamin akiwa mbele ya microphone za Tanganyika FM. Lengo ya kupatikana kwangu hapa Butembo ni kujulisha wa vijana wote ambao wana realizea kama nchi yetu iko menase na adui, wakuje kuintegre reserve armée ya défense ajili wa beneficie na formation moja accelérée ku centre ya Nyaleke, na wakuwe wanatumika pembeni ya FRDC ajili ya kukinga nchi yetu. Ni wa vijana wote, wanaume kama vile wanawake, kwanza umri wa miaka 18 hadi kupanda juu. Muda wa mazoezi hayo ni siku 45. Pitisha tunaweza kupunguza, lakini hatutapitisha pale kufuatana na hatari hii kunajongea mji Butembo na Beni. Haifai mafunzo ikamate muda mrefu. Msikilizaji, na ni hapo ndipo naweka nukta taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makilele Ozile. Hii ni Tanganyika FM. Bye bye. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.